Kwanza Simba hawakukosea kwenda kwenye mazoezi. Kanuni ya 1745 inawaruhusu klabu ngeni kwenda kwenye mchezo, kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Na Rage amesema vizuri hapo, amezungumzia kwamba wanaoitwa mabouncer, wengine wanaita makomando, hawakupaswa kuwepo kwenye eneo la kiwanja siku ambayo timu ngeni inakwenda kufanya mazoezi. Sio wao tu, viongozi wa timu mwenyeji, watu wote wanaohusiana na timu mwenyeji, isipokuwa watu ambao wana aidha walinzi. Kwa mfano kama timu ina kiwanja kama hivyo JKT sina kiwanja, unacheza na Young Africa, Yanga wakitaka kwenda kufanya mazoezi watawakuta watu ambao watawasaidia kwenye kufungua milango, kuonyesha maliwato ni wapi, kama kuna mahitaji yoyote madogo madogo. Lakini hawezi kukuta viongozi wa JKT wala mabouncer sijui wa JKT wakaanza kuwaelekeza au kuwazuia. Ukifanya hivyo maana yake unakiuka utaratibu. Kwa hiyo kilichotokea sasa kwenye scenario ya Simba na hao wanaoitwa mabouncer au makomando ni kwamba wao walijipa uwezo mkubwa wa kuzuia gari la wachezaji. Na ukiwasikia wakisema huko mitandaoni, wanazungumza vitu vingi, wanazungumza mpaka idadi ya watu, wanazungumza mpaka idadi ya usafiri, magari yanatakiwa kuingia kiwanjani, ambayo hayataji kwenye kanuni sehemu yoyote. Mtu ana uhuru wa kwenda na idadi ya magari anayotaka. Siku hiyo ambayo imeagizwa kwamba timu ngeni inapaswa kufanya mazoezi kwenye kiwanja, hata wakitaka kulala tu kiwanjani kwa muda ambao wamepewa, wanaruhusiwa kufanya hivyo. Sembuse kwenda na idadi ya watu, wanatajwa sijui wazee, hata wakichukua wamama wajawazito wakaenda nao, wanaruhusiwa kwa sababu ndio siku yao. Wewe hutakiwi kufanya kitu chochote. That is not your day. Hii ni siku ya hawa na iko kikanuni. Awe kuanza kutafuta kujua amekuja nani na nani kwa sababu gani, you are not consent. Kwa hiyo wao wanaoitwa mabouncer ndio msingi wa mechi kutokuchezwa, kwa sababu walijipa kazi ambayo haiwahusu, sio ya kwao na hawahusiki kuifanya. Hata wangemkuta meneja wa kiwanja, let's say kama wanavyosema wao kwamba hakukuwa na taarifa, sijui kuna watu hawakupewa taarifa and so ambao sio kanuni. Hakuna sehemu yoyote kanuni inataka sijui meneja wa kiwanja apewe taarifa, sijui afisa usalama apewe taarifa. Hakuna. Kulikuwa na pre-match meeting, hao wote walikuwa hapo kwenye pre-match meeting. Baada ya pre-match meeting kinachofuata ni mtiririko tu. Na kanuni inasema pre-match meeting itafanyika saa 4 asubuhi siku ya mechi, isipokuwa kwenye mazingira ambayo TFF wataamua na bodi ya ligi wataamua vinginevyo. Sawa? Kwa kanuni inatambua mechi PM kufanyika saa 4 asubuhi. Ukiwasikiliza watu wasiojua kanuni wanasema kwenye hiyo mechi, kwenye hiyo PM ndio unasema kama utaenda kufanya mazoezi au uendi kufanya mazoezi. Asa PM ni saa 4 asubuhi siku ya mechi, alafu unasema utaenda kufanya mazoezi lini? Kanuni imezungumza kwamba endapo kama utakosa fursa ya kufanya mazoezi kabla ya mtanange kwamba game inayofuata usicheze. Haijasema hivyo. Na mimi nimesema wazi kwamba kanuni haisemi namna hiyo. Na ndiyo maana kama ukisafiri ukienda kufanya international games au hata hizi, unaulizwa kwenye PM umepata wasaa wa kufanya mazoezi kwenye kiwanja cha mechi? Timu ngeni inajibu. Kama haijapata utasema sijapata. Kwa nini? Yale maelezo utakayotoa baada ya swali la kwa nini ndio atakaoambatanishwa kwenye ripoti ya kamisa. Kamisa ndio mwakilishi wa mwenye shindano kwenye huo mchezo. Kamisa ndiye ana ripoti kubwa kuliko ripoti zingine zote hapo. Kwa sababu kuna mechi ya sesa, hata kuna ripoti sui na watu tofauti. Lakini mwakilishi wa mwenye shindano kokote kule ni match commissioner. Na ripoti yake ina rule